Sasa mimi nisisitize tu mambo matatu. Jambo la kwanza, ili tuendelee kutekeleza miradi hii, ni lazima jambo la amani ndani ya nchi yetu liwe ni kipaumbele cha kila Mtanzania. Hatuwezi kutekeleza mambo haya kama nchi yetu haina amani. Na mdau mkubwa na mnufaika mkubwa wa jambo la amani ni muhusika mwenyewe wa kila eneo. Ninyi hapa Iringa, amani ikivunjika, waathirika wa kwanza wa kuvunjika kwa amani mtakuwa ni nyewe wenyewe watu wa Iringa hapa. Amani ya Iringa ikivunjika, mwathirika wa kwanza ni mwana Iringa mwenyewe. Mwana Iringa sio kwa maana ya Wahehe. Mwana Iringa ni mtu yeyote anayeishi Iringa hapa kihalali. Yeyote aliyepo hapa Iringa, amani ikivunjika, wewe unakuwa mwathirika wa kwanza. Ndio maana, sababu nimemwona na baba askofu hapa, ndio maana kwenye neno la Mungu maandiko yanaelekeza kwamba walikuwa wanaambiwa wenzetu wale kwamba hata nchi waliopelekwa mateka kwamba wanaambiwa uombeni mji ule nilikowapeleka kuwa mateka, kwa sababu kupitia amani ya mji ule ndipo na nyie mtapata amani. Mnufaika wa kwanza wa amani ya Iringa ni mwana Iringa mwenyewe. Kila mnapotembea zingatieni hilo. Amani ikivunjika, huwezi ukafanya shughuli yoyote ya maendeleo kama nchi, kama serikali, na hata katika maisha ya mtu mmoja mmoja. Nimemwona shehe na wenzetu pia wanalo neno hilo, ambapo wakisema utakie baraka mji ule kwa sababu ndipo utakapoweza kufanya ibada. Na hata kwenye salamu ile wanaongelea kila mmoja uwe na amani, wanatakiana amani. Tupuuze na wala tusiwe na ushirika na mtu anayekutuma kuvunja amani wakati yeye hayuko hapo, anajua yeye hata athirika. Mtu anakuhamasisha kwa grupu la WhatsApp, yeye yuko na soda yake ya baridi na ya moto hapo na mshikaki, anakuambia tukutane pale tufanye fujo kwa grupu la WhatsApp. Alafu anakuangalia wewe unavyohangaika kupitia television na mtandao wa kijamii. Hiyo ni dharau. Na ni kusakiziana kwenye jambo ambalo yeye si mshirika wa madhara yatakayojitokeza. Na yasisitiza haya kwa sababu ujasusi wa dunia hii nimeufuatilia kwa miaka mingi sana. Naijua michezo hii mingi, najua haya yaliyotokea Ghana, najua yaliyotokea Kongo, najua yaliyotokea Angola, najua maeneo mengi yalikowahi kutokea. Tanzania si alikuwa kiongozi wa Liberation Movement, alikuwa kiongozi wa masuala ya ukombozi wa bara la Afrika. Naijua hiyo michezo hiyo. Na hata michezo ya kisasa iliyofanyika katika baadhi ya nchi naijua, ambayo hiyo hatujasimuliwa, tumeona. Inafanikaga michezo hii ya kulipia baadhi ya watu wafanye vitendo vya kihalifu katika nchi husika, lakini kwa malengo na sababu zitakazotajwa tofauti na zile zilizokusudiwa. Sababu nyingi inakuaga rasilimali, lakini zinazotumika zinatajwaga zingine. Lazima kila wakati tuwe makini. Na hata nchi yetu inao vibaraka, wako wengi tu. Vibaraka wa aina hiyo wapo wengi na wako kazini, na maisha yao wanaendesha kwa kulipwa hivyo hivyo. Wakati ninyi mnavuja jasho kutafuta kipato halali cha maisha yenu na kuiendeleza nchi, lakini wapo vibaraka ambao wao maisha yao wanatunzwa na kazi maalum wanazofanya ni hizi za kuharibu amani katika nchi. Wapo, na hata tunavyoongea hivi wako kazini.
familia zao zinatunzwa kwa kufanya kazi hizo hizo za ukibaraka, na wengine hupenya mpaka na kwenye mifumo, wanapenya kila siku. Yuko kazini, unaweza ukadhani anafanya kazi ya taifa, kumbe ni kibaraka anatumika. Wengine wapo kwenye vyama vya siasa hivyo hivyo, kila siku unadhani anafanya kazi ya demokrasia, kumbe kibaraka anatumika. Nilikuwa namsikiliza mmoja, kila siku anabadilisha kauli. Siku hii KKT wanataka kufanya hivi. Mimi niwaambieni, nchi yetu hii, utaratibu wa kupata viongozi wakuu wa nchi ni kupitia vyama vya siasa. Hatujawahi kusimamisha wagombea wa madhehebu. Tunatumia vyama vya siasa, ndivyo katiba inavyosema. Ni mwaka gani kuna dhehebu liliwahi kusimamisha mgombea? Ukisikia kauli hizo, ni kauli za vibaraka ambao wako kazini, wanataka kutuletea migawanyiko ya kidini. Mwaka gani tumewahi kuona dhehebu limesimamisha mgombea? Wagombea wanasimamishwa na vyama vya siasa. Ndio, wagombea husimamishwa na vyama vya siasa, vyama vya siasa vilivyosajiliwa kikatiba. Na miaka yote tangu tuanze, na Mwalimu Nyerere alisema hili, hatujawahi kusimamisha mtu asiye na dini. Sasa ya mambo ya madhehebu mwaka huu yanaanzia wapi, kama si kazi za vibaraka walioko kazini? Mambo ya kipumbavu, tunapotezea na muda. KKT. Lini dhehebu limewahi kuwa na mgombea? Sisi tuna vyama vya siasa. Ndio, na katiba inasema vyama vya siasa ndio vitasimamisha wagombea. Na vibaraka wenyewe wanaoongea hayo hata sio wana CCM, si waongea vyama vyao huko. Kama kwenye vyama vyao wanasimamishaga kupitia madhehebu, ni huko. Mimi nilishakuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki, najua mambo ya viongozi ndani ya chama chetu yanatumia chama cha siasa, chama chenye heshima. Ukiwa na chama chenye heshima, unaongeleaje madhehebu? Mambo ya kijinga yakaachwa yakarudiwa huanza kuonekana kwamba ni mambo ya maana. Haya lazima tuyakatae kila dakika. Ndio mnataka kuwafanya maaskofu wawe bize kujadili mambo ya vyama vya siasa ya nomination, badala ya kufanya mambo ya kuombea taifa na kulinda heshima na utukufu ndani ya madhehebu yao. KKT. Nani kawaambieni cheo akinapeleka mtu mbinguni? Kwa akitokea kiongozi wa dhehebu hilo, wale wa dhehebu hilo wanaenda mbinguni kwa tiketi ya kiongozi wa siasa. Mambo ya kipumbavu kabisa hayo, tunapotezea na muda. Jana nimesikia lingine, huyu ni mgombea wa rais, huyu ni mgombea wa rais. Tangu lini sisi rais anataja mgombea? Someni katiba ya chama chetu iwaambie ilivyo. Na mjumbe wa kamati kuu yuko hapo. Hiki ni chama chenye misingi, hiki sio chama cha briefcase. Ukibaraka, tusipotezeane muda. Na ukisikia kwenye tetezi unaona wanataja na wengine, msitupotezee muda. Watu wengine hatuugui na madaraka, tunaugua na kutatua shida za watu. Hatuugui na vyeo, tunaugua na kutatua kero za watu. Cheo sio msingi, msingi ni huduma kwa watu. Ndio. Mimi nimeanza, niko sekondari, nasomesha watoto ambao hawajiwezi. Nina watoto zaidi ya 1000 ambao wamepitia mikono yangu. Hayakusubiri waziri mkuu. Waziri mkuu kwangu mimi sio kitu kikubwa. Kikubwa ni nafanya nini na nafasi ambayo nimeaminiwa. Ndio maana kila weekend
Nikimaliza majukumu yale ya ratiba ya kiserikali, naingia na haya, hamna kupumzika, ili wale ambao wanahitaji kusikilizwa waweze kusikilizwa, na hata hapa nitawasikiliza. Na wala msiwe na haraka, tutasikiliza hata kama giza litatukuta hapa. Ndio majukumu niliyotumwa na Mheshimiwa Rais. Ndio. Watu wana vilio, watu wana migogoro, watu wana mambo yanawatatiza. Watu wanahitaji ajira. Watu wanahitaji maendeleo. Leo hii hatujamaliza hata mwaka tangu tutoke kwenye uchaguzi. Kila siku ajenda iwe uchaguzi. Mambo ya kipumbavu kabisa hayo, ya ubinafsi. Mambo ya ubinafsi, mambo ya ubinafsi. Mambo ya ubinafsi. Taifa linalotakiwa kupiga hatua, miezi 6 baada ya uchaguzi tuanze kujadili uchaguzi. Badala ya kujadili namna gani ya kushughulikia kero, namna gani ya kuondoa malalamiko ya wananchi, tujadili vyeo. Sasa bana, wanaotumika kwenye ukibaraka, wanaohangaishwa na ukibaraka na wanaohangaishwa na vyeo, tusipotezeane muda. Mimi kwangu kubwa ni kushughulikia kero za wananchi, na hicho ndicho ambacho katiba imenituma, na hicho ndicho ambacho rais amenituma. Tusipotezeane muda, na wala tusichafue taasisi zenye heshima. KKT. Wananchi wana mahitaji ya lazima ambayo wanataka serikali yao ifanye. Sio madaraka. Nani kawaambieni madaraka haya nilionayo ni madogo? Nani kawaambieni madogo? Hebu wasome katiba hawa wapumbavu hao. Wasiojua wasome katiba. Ndio, wasome katiba. Nimepewa majukumu. Na katiba imebainisha hivyo. Waziri mkuu ndo watakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamizi wa shughuli za kila siku za serikali, usimamizi wa shughuli za serikali bungeni, na kutekeleza ama kusababisha kutekelezwa kwa maelekezo yote ambayo rais atatoa. Mtu mwenye akili timamu, katiba ikishakupa hivyo na wewe ndio umeshateuliwa, utawaza mavyeo ya madaraka ya wanaoyazo hawa vibaraka hawa, badala ya kuwaza wananchi wapate kicheko na tabasamu waliloahidiwa na rais kupitia nafasi uliopewa. Na mimi niwaambieni Watanzania, kuna michezo mingi mno tunachezewa na vibaraka hawa mingi, wakitafuta kutugombanisha kila leo.
Niliona ni aseme haya kwa sababu jambo la kijinga likirudiwa na lisifafanuliwe huanza kuonekana la maana. Niwaombe wa Tanzania, na Mheshimiwa Rais alishatoa mwongozo, twendeni tutumie muda mwingi kwenye mambo ya maendeleo ya nchi yetu na watu wake. Hayo ndo mambo ya msingi. Tunagombanishwa mno, watu wanapoteza muda hata wa kutafakari kila jambo kwamba hili limetokeaje. Unakaa hivi unasikia sister katekwa, unakaa hivi si padri katekwa, unakaa hivi. Nimeona mwingine jana tena nimeona pale, nimeona mtandaoni pale eti katekwa. Unaangalia mtu kaumizwa ana pingu. Hizi ni ajenda maalum. Hii ni michezo. Na hii michezo haijaanza jana. Hii ni michezo haijaanza jana. Kwa Tanzania tuamke. Hizi ni ajenda za watu wenye akili wanaolitafuta taifa letu. Ni ajenda za watu wenye akili. Hii sio mpuzi tu hivi. Na mimi nitawapa mifano michache ya kuwatafakarisha tu ili mtafakari. Na bahati nzuri nimeshakuwa wizara mbalimbali, naijua hii michezo. Kuna mwaka ikatokea kila siku anauawa mwenyekiti wa kijiji Kibiti kule. Anakutwa shambani, wanaua, hawachukui hata jembe. Walimuua kwa ajili ya nini? Hivi tumewahi kujiuliza walikuwa wanaua ili iweje? Baada ya hapo wameuawa watu wengi. Haijawahi kuwa story kwa sababu wenye viti wengi wale walikuwa viongozi wa CCM. Haijawahi kuonekana ni serikali. Wenye viti wa serikali ya kijiji. Kilichotafutwa ni nini? Vyombo vya ulinzi na usalama vikasimama imara. Haikuwa kazi nyepesi kukomesha njama hiyo. Likatoka hilo, ukaja mwaka tunasikia mabomu yamerushwa kanisani. Meenda Arusha pale, bomu limerushwa kanisani. Walitaka kuchukua nini kanisani? Bomu la moto. Walitaka kuchukua nini? Hatujiulizagi, na kwa sababu mambo ya usalama pia uwezi ukaweka wazi kila kitu. Hatujiulizi walitaka kuchukua nini. Bomu linarushwa kanisani. Imekaakaa sijui haijaenda, sijui imekuaje. Shehe kamwagiwa tindikali. Imekaakaa sijui hatujaka. Askofu kamwagiwa tindikali. Hatujiulizi wanatafuta nini pale. Kuna mwaka kukawa na heka za siasa kubwa sana. Bomu limerushwa kwenye mkutano wa hadhara la moto. Hatukujiuliza walikuwa wanatafuta nini kwenye mkutano wa hadhara. Mkutano wa hadhara wa chama cha siasa wanatafuta nini? Hapo wanapima kwa sasa hivi ni wapi tukirusha itaonekana moja kwa moja ni hiki. Ikarushwa. Hatujiulizi. Limerushwa bomu kanisani katika mwaka ambapo watajua itaonekana tu. Itaonekana hapa pana mzozo wa kidini. Wanatutafutia mzozo wa kidini. Wamerusha kwenye mkutano wa hadhara wakitaka kutupeleka kwenye mzozo wa mambo ya kisiasa ya kiitikadi.
Imekuja hapo serikali ya awamu ya 5, kiongozi wa siasa akashambuliwa. Nini? Ndio walikuwa wanakosoa sana. Nini? Wanajua tukishambulia hivi itaonekana tu ni serikali. Leo tena wakatupeleka kwenye hatua ya kuonesha watu wachukiane. Watu wanaingia na mabomu ndani ya nchi yetu. Anakamatwa, anasema eti kuna insecurity. Nimeamua niende na mabomu kujilinda. Ni nchi gani watu wanaendaga na silaha kwenda kujilinda kwenye nchi isiyo yako? Wakiwa na target nini? Walijua tarehe 9 ya Disemba kutakuwepo na mikusanyiko, wanajiandaa, wanaingia na mabomu. Watanzania, kuweni macho. Hizi njama hizi ni njama zinazolenga kutugawa. Wanatekeleza jambo na wanaweka alama chungu zima kuwatengenezea hasira watu wachukiane. Nielekeze vyombo vya ulinzi na usalama, kuweni macho na njama za aina hii. Shughulikeni na wahuni wa aina hiyo. Kuweni macho. Kuweni macho. Mliweza lile la Kibiti, mliweza lile la Amboni, mambo mengi mmeweza. Na najua hata ya sasa, ndio maana yule aliyekuwa anaingia na mabomu mlimpata mpakani pale. Njama. Ndio, kuweni macho kuhakikisha michezo ya aina hiyo. Lakini kuweni macho kuhakikisha usalama wa raia wetu. Niliona niaseme haya, ndugu zangu wa Tanzania, kwa sababu mimi naijua, nimesoma sana haya mambo ya michezo hii ya kuyagawa mataifa, hasa yanayoendelea, na hasa yanapogundua rasilimali. Hivi tunavyoongea sasa hivi, Tanzania ni nchi ya 9 duniani kwa kuwa na madini mengi ya uranium, critical minerals. Ni namba 9 dunia nzima na ni ya kwanza kwa Afrika. Hivyo kwa gesi. Na hivi siku sio nyingi mradi ule unaenda kuanza kutema, unaanza kufanya kazi. Ni miongoni mwa nchi 6 duniani nishati hiyo ya gesi. Madini ya chuma, makaa ya mawe, achilia mbali maeneo mengine. Na yeyote anaye yatamani kwa nia mbaya, anajua rasilimali ya Tanzania huwezi kuigusa kama Watanzania wameungana. Pakuanzia kugusa, wagawanye kwanza. Wagawanye kwanza. Wakiwaza kuhusu kugawanya kikabila, wanakuta Tanzania ilishachanganyikana mno. Ni ngumu kudhani hawa unaweza ukawagawa kikabila. Kwa wanabakiza maeneo mawili: siasa, dini. Siasa, dini. Ndio hizo chokochoko sasa utaanza kuziona hapo. Unaanza kuziona hata walio Wakristo wote. Wakristo manake ni wote, ninyi you belong to Christ. Wakristo manake ninyi ni Wakristo. Kristo yuko mmoja tu. Watawawekea vipengele sasa hivi. Wanaangalia dini, wakijua hapa tunaweza kuwapata. Tuongize, nimemsikia mama akisema hakuna. Nakushukuru sana. Lazima tushitukie hiyo michezo. Ndio, lazima tushtukie hiyo michezo. Wakienda kwa Waislamu na kwenyewe wanawatafutia engo hizo. Wanatafuta na kwenyewe. Lakini mimi niwaambieni,
Watanzania tuwe macho na tusimame imara. Mungu ametupa nchi nzuri. Ukifika mwezi mtukufu wote tunavaa kanzu. Tena na ndugu zetu wema sana, siku zingine wanakutanguliza kufuturu kabla hata wao waliokuwa wamefunga. Mpaka siku nyingine nikaanza kumwambia mke wangu, kwa nini haupikage ndizi kama zile za kule kwenye futari? Ndio. Na mwanangu siku moja akaalikwa, akanambia, baba, nilialikwa kwenye futari nikakuta nyama. Sasa unajua Wanyiramba na nyama. Akasema nilipakua kisawasawa. Ikifika Krismasi, watoto wote wanaomba nguo mpya kwa ajili ya Krismasi. Hiyo ndio nchi yetu ambayo Mungu ametupa, hiyo ndio nchi yetu ambayo baba wa taifa ametuachia. Hata ninyi mliokaa hapo, hakuna mmoja amemuuliza jirani yake, wewe kabila gani? Hiyo ndio nchi Mungu ametupatia, hiyo ndio nchi baba wa taifa ametuachia. Ndio. Nikiwa waziri wa mambo ya ndani, nikazunguka mikoa mingi, siku niko Singida, naongea kinyumbani, siku niko Singida, nikamsikia mlinzi wangu anaongea kinyumbani. Miaka imeshapita 2, namuuliza, kumbe na wewe huwa wa Singida? Hiyo ndio nchi Mungu ametupatia, ndio nchi baba wa taifa alitupatia. Tukatae vibaraka wanaotumika kutaka kuligawa taifa hili. Na wengine wakiona maneno yamerushwa kwa rais, wanadhani, wengine wakiona maneno yamerushwa kwa rais, wanadhani anarushiwa rais. Tuulizeni sisi wafugaji. Akija simba au chui kukutishia, analenga wale kondoo unaowachunga. Ndio, lazima tusimame imara na tukatae tabia hizi za vibaraka wanaotaka kuligawa taifa letu.